Karibu sana kwenye Fireside Chat. Mimi naitwa Masud Kipanya, niko na rafiki yangu wa siku nyingi sana, Innocent Mungi, mkuu wa uhusiano na mawasiliano kutoka Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi. Nataka tuanzie hapo kwanza. Karibu sana. Asante sana. Hii ni kitu chetu kipya kama taifa, hatukuwahi kuwa nayo. Hapana, hatukuwahi kuwa nayo. Hiki ni kitu kipya kabisa. Najua dunia imebadilika haraka sana, hasa kwenye masuala ya teknolojia, na kama unavyofahamu Tanzania sasa hivi tunatekeleza uchumi wa kidijitali. Sasa teknolojia imeevolve, yani imefika mahali ambapo taarifa za watu ili wapate huduma lazima zikusanywe, na ili wapate baadhi ya huduma zingine lazima taarifa zao ziweze kupatikana ili waweze kupewa hiyo huduma. Kwa maana hiyo, kimsingi dunia nzima iliona sasa kwamba kuna haja ya kulinda watu kutokana na teknolojia. Nikikuuliza kakaangu Masudi, wakati ule tulikuwa hata ukitaka huduma unabidi utembee na dude lako kubwa, una taarifa zako kwenye faili. Mimi nakumbuka wakati naomba kazi, baada ya kumaliza chuo nilikuwa natembea na faili na kitu unacho, na ikipotea ndio unawezekana na wewe ukawa umepotea. Lakini sasa hivi hizi taarifa zingine ziko NIDA, ndio amekusanya taarifa zote za watu. Zingine ziko mashuleni tulikosoma, taarifa zako kama ulizungusha hesabu kama mimi zimo mle. Kwa hiyo kutokana na hali hiyo na hatari inaweza kutokea kwa hizo taarifa kwenda kwenye mikono ambayo haiko salama, na kwa vile taarifa hizi sasa hivi zinapatikana kidijitali zaidi, ilionekana katika dunia kuna haja ya kulinda taarifa za watu. Na hizi taarifa ili zilindwe salama ni lazima kuwe na taasisi inayoshughulikia. Kwa hiyo kama Tanzania, kupitia katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 16(1), serikali kupitia ile katiba iliahidi kwamba itaunda tume ambayo kwanza kila mtu ana haki ya faragha yake. Sasa hizi taarifa ni faragha zako Masudi. Na kwa sababu ya ulinzi wa hizo taarifa, ili ziweze kulindwa lazima kuwe na tume. Kwa hiyo ibara ya 16(2) ikaelekeza kwamba ni lazima kuunda tume ambayo itasimamia faragha za watu pamoja na usalama wa taarifa zao. Lakini pia kwa kupitia ilani ya uchaguzi wa chama ambacho kinatawala sasa hivi, na wenyewe kwenye ilani ya uchaguzi kifungu cha 61 kama sikosei B, ilisema kabisa kwamba wao katika kipindi cha miaka 5 kutoka ile 2020 mpaka 2025 watazingatia kile kifungu cha katiba na wataanzisha tume ambayo itakuja kulinda taarifa binafsi. Ndio hii tume ambayo leo tunaizungumzia hapa. Ni tume ambayo ipo kwa mujibu wa katiba, lakini mwenzangu atakuja hapa baada ya mimi, ataelezea mchakato mzima mpaka wakuja kuanzishwa wa hii tume. Lakini la msingi la kujiuliza hapa kama tunaweza kuendelea ni taarifa binafsi ni zipi, na zinapaswa kulindwa namna gani, na kwa nini zinalindwa. Okay. Ndio. Sawa. Kwa hiyo watu kama Credit Info ndio mnafanya nao kazi vipi? Sawa kabisa. Credit Info, yeye ni mchakachaji wa taarifa. Ili labda mtu aweze kupata mkopo, apate huduma kutoka labda kwenye benki, inabidi aangalie financial position ya yule mteja. Kwa hiyo lazima atachukua taarifa kwanza kumuidentify huyu mtu labda kutoka NIDA, lakini vile vile kwenye benki yule mteja, afu kuangalia zile taarifa zake. Je, huyu ana uwezo wa kurudisha mkopo? Kwa hiyo kwa mujibu wa sheria ile namba 11 ya mwaka 2022 ya ulinzi wa taarifa binafsi, anapaswa kujiandikisha na tume na kutekeleza matakwa ile sheria pamoja na kanuni zake. Hivyo ndio tunavyofanya kazi naye, na mwenzangu atakuja hapa baadaye kuja kuelezea wanatakiwa baada ya kujisajili wazingatie nini. Okay. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kama nchi tulilazimika kuwa na tume kama hii kwa sababu ujio wa teknolojia ambao umekuja kuwepesisha maisha, lakini unakuja na viashiria vya hatari. Kabisa. Na viashiria vyenyewe tutakapozungumza labda hapa ni tuzungumze sasa hizi taarifa binafsi ni zipi ili uone umuhimu. Ziko za kawaida na ziko nyeti. Kwa maana ziko hizo common information za watu, lakini kuna zile sensitive data. Okay. Za kawaida ni kama jina lako, jina la ukoo, unaishi wapi. Sisi hapa tuna anwani za makazi. Kila mtu unajulikana, mpaka nje kwako kuna namba ya nyumba. Hizi za kawaida. Kwa hiyo mtu akitaka kufika kwa Masudi
Yani wewe ukimwambia tu niko mtaa sijui Kiganga Jogoo Kigozi Manyoya mlango namba 12 anakuja mpaka kwako. Na hiyo ni taarifa iko. Zingine ziko public, zingine ziko public, ziko kwenye mfumo ule wa NAPA ambao najua pia mtakuja kuzungumza nao. Lakini taarifa kama labda una wake wangapi, kwa kuna watu wanavizia kupata taarifa kama hizo ili wasuggest huduma. Kuna watu wanataka kujua insurance yako unachukua kutoka wapi. Hizo taarifa ziko mahali fulani. Hizo ni za kawaida na ambazo watu wakizipata watatumia, kwa sababu tunasema sasa hivi the new gold is personal data. Yes, kwamba dhahabu sasa hivi ni taarifa za watu. Kuna makampuni ya bima, kuna kampuni ambazo zinanunua zile taarifa vibaya kwa ajili ya kutoa huduma. Yani actually ndio maana tunasema ndio dhahabu mpya sasa hivi. Hata dhahabu haina thamani kama taarifa za watu, na ndio maana zinalindwa. Fikiria pharmaceutical company kajua una type fulani ya maradhi ambayo yanahitaji dawa fulani. Utaingia wewe kwenye YouTube, utakuwa labda una search au umeongea, kwa sababu haya masimu tunayotembea nayo pia yana record. Nafikiri unaongeaga na siri kila unapokuwa unaongea. Kwa mfano hapo uzungumze bwana, anakusanya data ulipokuwa unasema hapa leo unajisikia vibaya, inachukua na utashangaa ukienda Instagram utashangaa unaanza kichwa kuuma, utaanza kuona matangazo ya dawa za kichwa, kwa sababu amesikia na amepeleka mahali, AI imefanya mchakato, imeshampelekea mtu taarifa. Sema unajua hii teknolojia inanishangaza, kwa sababu kweli hata ukiingia kwenye simu ukisearch kitu mara 2-3 basi utaona kama unasema wamejuaje kama hivi vitu mimi nahitaji. Zinasikiliza hata aina ya vitu unavyoforward kwa mwenzio. Hizo ni reels zile ambazo ukiona unachukua na iforward. Utashangaa unamiminiwa za aina ile nyingi sana. Wameweka artificial intelligence kwenye social media, na ukiwa kwa mfano mtu unayetizama positive or negative issues, maisha yako yote yatabadilika. Ndio kile kitu tunaita echo chamber. Echo chamber yako inakuwa ni yale unayoyaona. Kwa hiyo unaweza ukaambiwa Masudi ni mbaya, kwa hiyo ukawa unasoma vitu vinavyohusu ubaya wa Masudi. Na maisha yako yote yakaishia hivyo, kwamba utakuwa unapata negative aspect ya kila kitu unacho search, kwa sababu ndio kimekuwa identify wewe ni mtu wa namna hiyo. Sasa ndio maana tunasema hizi taarifa zilindwe. Na taarifa za benki, mtu akijua your financial position, unalipa miamala kila siku kwenda mahali fulani saa fulani, unanunua vitu online, wewe ni viatu, Masudi unapenda bracelets, unapenda. Kwa hiyo utakuwa unashangaa hivyo vitu vyote, zile taarifa zako yamenikuta hayo, kwa sababu hata kwenye mitandao ya simu ndio. Nadhani baadaye nitamleta engineer Steve wangu, yeye atakuja ni mkurugenzi wa usajili na uzingatiaji. Tambana sana aniambie kuhusu upande mwingine ambao kwa mfano kampuni za simu zimeshajua mimi sijawahi kukopa, lakini nafanya sana transactions. Basi zinaniletea taarifa kwamba yani sasa hivi umefikia kiwango fulani, yani kama zinaniambia mbona uchukui hela. Chatbot hizo mjomba, zote ule ni utaratibu wa taarifa. Yes, ni taarifa. Wameshajua kila unachofanya na wanatumia artificial intelligence, akili mnemba, akili undwe kwa ajili ya kukupa. Ndio maana sasa hivi mtu akipata taarifa zako Masudi, wewe mimi nikuulize, kama umeenda Marekani, hata umesafiri hivi karibuni, mara ngapi umeulizwa passport? Ukishaweka kidole chako pale airport, hamna mahali mtu anakuuliza tena passport. Ulipeleka macho yako, yalipigwa picha, vidole vyako ulipima pale. Ukienda Marekani sasa hivi huoni deski la immigration tena. Nimeenda kuomba visa, sikuwa na safari. Ndio. Lakini nadhani kwa sababu ya record nilizokuwa nazo, taarifa zako binafsi, unashangaa yani kiwepesi tu vitu vinavyo. Hawana haja, wameshafanya analysis siku nyingi. Kwa kimsingi pia kuna hii mifumo hii ndio inatulazimu pia kuishi vizuri. Ndio maana tunasema kwanza ulinzi wa taarifa binafsi unaanza na wewe Masudi, kwa sababu sasa hivi hata kwenye mitandao kuna watu wale wanapiga zile high five, unapiga self, unapiga uso wako, unawapa watu biological data zako kuingia. Maana anapata biological data zako zote, fashion, macho, vidole vyako umeweka hivi, unapiga picha, watu wanachukua zile, wanaenda kuzifanyia kazi. Mtu anaweza akatokea Masudi Kipaya mwingine na akafanya uhalifu, ukaja ukakamatwa wewe. Haya, kabla sijamleta Steve, kitu gani una Innocent unakihofia? Yani
Yani kwa sababu nyinyi mko jikoni. Ni kweli. Uko kwenye tume, mnayaona mengi, mnayajua mengi sana. Ndio. Na dunia unaiona jinsi inavyokwenda kasi. Nini unakiogopa? Mimi ninaogopa sana kwamba Watanzania walio wengi hawajui jinsi ya kulinda taarifa zao na hawajui madhara ya taarifa zao. Mtu anaomba simu, naomba simu ya Mungi, anatoa, hajui huyo mtu anayeomba ile simu anania gani na mtu anakwenda. Kwa mfano hata hapa chini kwenye jengo hapa kuna reception pale. Unakuta daftari pale wamekwambia andika jina lako, namba yako ya simu, namba ya email yako, unatoka wapi, unaenda wapi, signature, wewe unamwaga tu. Hatari yake ni hiyo. Sasa unakuja unakutwa kuna mganga kutoka Sumbawanga anaambiwa atarudisha mke wako. Kumbe zile namba wamezipata kirahisi pale, na kuna watu wananunua zile taarifa. Anakuja na simu, mlinzi ameshaongea naye, jioni anampa 10,000, anapiga kurasa zote za leo zile. Anaziuza. Wale ndo wale matapeli. Wale matapeli sio kwamba ni waganga kweli. Wale ni watu wamesoma, wana master za science na nini na uhalifu. Kwa hiyo ninachoogopa kwamba kuna taarifa zetu ambazo huwa tunazitoa kirahisi wa Tanzania. Yaani unaweza kukutana na mdada hivi unamwomba namba wala hana wasiwasi. Anakupa. Unakutana na mkaka, bwana unaenda wapi? Bwana naenda hapo kumuona mama mkwe wangu anaumwa. Yaani una volunteer information, unatoa taarifa. Hilo ndio linanitisha mimi. Na huku tunakwenda madhara yatakuja kuwa makubwa. Kwa Watanzania sio watu wanazingatia usalama wa faragha zao. Hicho ndio kinachonitisha. Innocent Mungi huyo ni mkuu wa uhusiano na mawasiliano kutoka Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi. Mimi kuruhusu nataka Steve aje kuniambia hapa, engineer Steve atuambie tunatakiwa tufanye nini, kwa sababu bahati mbaya sana ukiangalia kwenye ukanda wa Afrika Mashariki ndio sisi ni miongoni mwa watu ambao tuko nyuma sana kwenye uelewa. Ni kweli. Si nataka kuamini sio kwa sababu ni wajinga, ni kwa sababu pia tumedekezwa, tumelelewa, nchi yetu ni nzuri. Sio patam sana hapa. Nchi yetu ni tamu sana. Yaani kuna mambo mengi tumerelax, hatuna matatizo. Ni kweli. Umeelewa eh? Ni kweli kabisa. Sasa tufanye nini? Engineer Steve atakuja kutuambia. Ndio. Mtu anatakiwa afanye nini, asifanye nini. Sawa kabisa. Kwa sababu kuna mazingira ambayo unapotaka application fulani kwenye simu ama chochote, kuna namna ambayo unajaza. Na hizo application kaka zingine ni za bure. Ukiona application yote ya bure, atakuja kutuambia hapa engineer. Ukiona application wewe inakwambia tu chukua hii bure. Kwa mfano mna zingine nyinyi wewe huna namba yangu, lakini ikija nimekupigia na kuonyesha Innocent Mungi anapiga. Wewe umejiuliza hiyo hapo imepata wapi na namba yangu na jina langu? Naomba tumkaribishe Steve aongee na sisi sana. Tunatakiwa tufanye nini, tusifanye nini kwenye swala zima la utoaji wa taarifa binafsi? Sababu tumetuletea simu za mkononi, smartphones, na tunataka kuna program, kuna applications na za bure ni nyingi sana. Wapi niende, wapi nisiende? Nashukuru sana kaka Masud Kipanya. Actually huduma nyingi zinakuwa zimetengenezwa kwa ajili ya kuboresha ile experience yako katika matumizi. Lakini katika hatua ya kuboresha experience yako, kimsingi wanafanya kitu kinaitwa profiling. Ili nijue wewe haswa mahitaji yako ni yapi. Lakini ili nijue wewe mahitaji yako ni yapi, lazima nikusanye taarifa zako. Kwa hiyo sasa hapa ni muhimu wananchi wawe na conscious ya kujua kwamba ni vitu gani azingatie wakati anatumia mitandao au katika maeneo mengine ya maisha, sio tu katika mitandao. Naweza kukupa mfano. Kuna application inaitwa Truecaller. Hii application kuna baadhi ya nchi wamezuia kupitia Truecaller. Yes, kuna wengine wamezuia kabisa. Sababu Truecaller inachofanya ambacho baadaye wakasema no, this is too intrusive. Ina uwezo wa kuwasha your microphone, your camera at any point in time bila hata kukuuliza. Kwa muda wote unazunguka inakurekodi, inaamua inapiga picha, inapiga video bila consent yako mtumiaji. Sasa kuna users they don't know. Lakini baadaye anashangaa hii kitu imetokaje? Mbona imetoka wapi? Kumbe wakati una install pale kuna vitu ambavyo wanakuambia wanakubali. Wanakuuliza wewe unasema okay. Unasema allow. Yes. Kumbe ujui maana yake ni kama hii mikopo chechefu ya online. Zile apps zao wanazitengeneza kiasi kwamba zinakuomba access ya phone book yako. Sasa watu wanakubali tu, ambapo baadaye jamaa anakukopesha 15,000. Lakini gharama sasa inayokuja pale usiporudisha labda kwa wakati
anapeleka to all your contacts. Sasa unaangalia yeye kupeleka to all my contacts, ile reputation, is it worth kweli hiyo hela anayonipa? Na ndio maana BOT nao wamekuja juu, wamewazuia, lakini kuna wengine imeshawaribia sana reputation zao. It's very expensive reputation ya mtu. Tuende ndani kwenye dhana ya ulinzi wa taarifa binafsi. Nini kama tufundishe, tupitishe, tuko wapi, tulikuwa wapi, tuko wapi, na plan ni kwenda wapi? Okay. Ulinzi wa taarifa binafsi duniani, ule umuhimu ulianza kutokana na umuhimu wa kulinda haki ya binadamu. Baada ya vita ya pili ya dunia, Umoja wa Mataifa walikaa wakasema no, binadamu anatakiwa apewe faragha yake. Kwa hiyo ikatoka ile Human Rights Declaration ama azimio la haki za binadamu. Kupitia ile azimio la haki za binadamu, sisi pia kwenye katiba yetu tukaiweka kwenye bara 16 kwamba this is a makubaliano ya dunia, kwa lazima na sisi tu observe kwa sababu we are part of the world, na sisi pia ni wanachama wa Umoja wa Mataifa. Ndio. Sasa hiyo ilikuwa ni genesis ya kulinda haki ya binadamu, which hii haki ya binadamu ndo haki ya faragha. Lakini ukienda mbele kuna aspect nzima ya anga ya mtandao. Anga ya mtandao yenyewe nadhani unaweza kukubaliana na mimi kwamba mimi na wewe tukichat kwenye WhatsApp, nisipokuambia niko wapi huwezi kufahamu. Naweza nika Marekani, naweza nika China, naweza nika Uganda, kokote kule, lakini you won't know until I tell you. So hiyo inabeba aspect ya kwamba ni borderless, yani zenyewe hazina mipaka. Hazitambui kwamba geographical borders, hapa niko nchi gani, niko nchi gani. Sasa kwa sababu hiyo duniani wakasema no, this lazima tafute namna ya kudili nayo. Sababu ndo pale baadaye itakuwa huku unatenda kosa, huku sio kosa. Kwa wakatengeneza kitu kinaitwa protocols na conventions ambazo nchi zote zinatakiwa zifuate. Ya kwanza ilitengenezwa mwaka 2012 kwa upande specific kwetu sisi East Africa. Walitengeneza mwongozo wa sheria za usalama mtandao, ambapo katika huo mwongozo wakasema sheria zitakuwa ziko 3 za msingi, ambazo hiyo walifanya baada ya uchambuzi wa muda mrefu na kuona which is the best way. Wakaja na sheria ya makosa mtandao, sheria ya miamala ya elektroniki na sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi. Kwa hiyo hilo ni takwa la hiyo jumuiya kwamba katika hizi nchi zetu tuwe na hizi sheria 3 kwa ajili ya kulinda anga ya mtandao. Okay. Again mwaka 2012 zikatoka sheria za mfano za SADC, kwa maana ya nchi za Kusini mwa Afrika. Na wenyewe wakatoa tena sheria 3 za mfano. Wakatengeneza sheria ya mfano ya makosa mtandao, wakatengeneza sheria ya mfano ya miamala ya elektroniki na sheria ya mfano ya ulinzi wa taarifa binafsi. Alafu baadaye sasa ikaja saa ya Afrika nzima ambayo inaitwa mkataba wa Malabo, sababu ilisainiwa kule Equatorial Guinea katika mji unaitwa Malabo Juni mwaka 2014. Huu mkataba unaitwa pia mkataba wa Umoja wa Afrika wa usalama mtandao na ulinzi wa taarifa binafsi, na yenyewe pia ikadirect nchi zote za Afrika ziwe na hizi sheria 3. Sasa tukienda katika mabara yetu mengine katika hii mambo ya ulinzi wa taarifa binafsi, wale jamaa wa European Union wakaja na kanuni mwaka 2016, kanuni za ulinzi wa taarifa binafsi ama maarufu kama GDPR. Lakini lengo lao waliona kwamba hii personal data hii, kumbe hii ndio malighafi ya uchumi wa kidijitali. Without data in the digital economy it is worthless, yani hamna thamani yoyote. Kwa akasema no, lazima tulinde hii. Kwa akatengeneza zile kanuni kwamba taarifa zozote zinazozunguka katika ile jumuiya zihakikishwe zinafuata misingi fulani hivi ili taarifa ziwe zimelindwa. Lakini mbaya ni kwamba unaweza kusema why hizo si mambo ya Ulaya? Why should we be concerned? Kuna kitu wanaita extraterritoriality effect, ambayo hiyo iko kwenye bara 3 ya hizo kanuni. Yenyewe inasema kwamba mtu yoyote ambaye atataka kutrade na Ulaya au hizo western countries ni lazima afuate hizi kanuni. Sasa ukiangalia sisi applications na content nyingi ni za kwao jamaa. Zinatoka nje. Sasa how do you live without them? Kwa unaona hawa bwana, ili tufanye nao biashara inabidi sio tuwe party to that. Kwa sasa hivyo vitu vyote kwa mchanganyiko wake ikaleta pressure ya sisi kuhitaji kutunga hii sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi. Kwa hiyo sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi inachokifanya, inaweka kuna misingi 8 ya ulinzi wa taarifa binafsi. Ambayo hii misingi ilidadavuliwa kuona ili leo hii ni mlinde Masudi Kipanya na haki zake za faragha, ni mambo yepi ni yazingatie. Kwenye hii sheria yetu
ukisoma katika kifungu cha 5 imeainisha A, B mpaka H, ziko 8. Ambapo kwa mfano wewe taarifa zako lazima ziwe sahihi na ziwe zinaenda na wakati. Hiyo inaweza kuaffect kwenye kazi, inaweza kuaffect kwenye masuala ya mahusiano, inaweza kuaffect kwenye reputation ya kijamii. Alafu nyingine ni kwa mfano taarifa ambazo labda zinaenda nje ya nchi. Lazima ziwe na utaratibu, zinaenda katika kwa nani? Je, huyu ana mkataba na huyu ambaye yuko hapa? Huko inapoenda italindwa au ina safeguards gani? Kwa hivyo vitu vyote inabidi viwe vimezingatiwa. Lakini nyingine unakuta kwamba mtu labda anataka kukupa huduma ya malazi. Anaanza kuuliza dini, anakuuliza kabila. Sasa unajiuliza, is this kweli ina relate kweli na mimi kunipa huduma? Na wamechukua sana taarifa hizo. Wamechukua taarifa hizo. Lakini mwisho wa siku watu wanatumia hizo kubagua watu. Unakuta wengine dini fulani sisi hatuachukui. Au kabila fulani sisi hatuachukui. Which is wrong. Mbona inaita biasness. Ndio. Sasa wewe kama mkusanyaji wa taarifa, kama unatoa huduma ambayo haihusiani na ile taarifa unayokusanya, kwanza yule data subject ambaye ndio wewe unatoa taarifa zako, anapaswa afahamu, ana haki zake. Hatakiwi kutoa taarifa ambayo haihusiani na ile. Otherwise yule atoe explanation kwamba anataka ajue kabila kwa lengo lipi. Yes, kwa lengo lipi. Ama anataka ajue dini kwa lengo lipi. Je, hiyo ni nyumba ya ibada? Why anataka hiyo taarifa? Sasa watu wengi tumekuwa tukitoa taarifa bila hiyo conscious. Unakuta tunatoa taarifa ambazo hazihusiani na ile jambo. Kwa kimsingi kuna mazingira ambayo wachukua taarifa wanafanya makosa. Yes. Sahihi. Wanakiuka ile misingi nane. Yes. Kwenye mazingira kama yale ni hatua gani zinatakiwa kuchukuliwa? Kwenye mazingira kama yale, of course, before kwa sababu sheria si haikuwepo. Kwa hiyo hana misingi ya kuzingatia. Lakini kwa kuwepo kwa hii sheria, kwanza taasisi yoyote ambayo aidha inakusanya au kuchakata taarifa hairuhusiwi kufanya hivyo bila kuwa imesajiliwa na Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi. Kwa sharti lazima isajiliwe. Ukisoma kile kifungu cha 14. Kwa sisi kama Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi, namna ambavyo tunalinda taarifa za watu, kwanza tunazitambua na kuzisajili zote zile ambazo ni au tunaita kusanyaji au wachakataji. Lakini tukishazisajili maana yake tunazisimamia ili kuhakikisha kwamba zinazingatia ile misingi. Lakini kuna kitu muhimu pia kinaitwa Data Protection Impact Assessment. Nadhani nigusia kidogo kwenye taarifa hizi. Kuna taarifa zingine ni nyeti kuliko nyingine. Na kuna taarifa nyingine zitakapo leak zina more impact kuliko nyingine. Kwa hiyo hata ile usalama wake unatakiwa uwe mkubwa zaidi. Kwa sababu impact yake ni kubwa zaidi. Kwa mfano watu kujua status yako ya kifedha, miaka fulani sio issue ya kutisha. Sio issue kubwa sana. Lakini kujua labda your sexual orientation, hiyo ni sensitive. Yes. Inaweza kuaffect. Au kujua na magonjwa mengine ukijulikana, watu wanaweza kukunyanyapaa. Just because of your financial status. Inaweza ikawa na impact kubwa sana. Kwa hiyo sasa inaongezewa security. Kwa hiyo kuna kitu ambao hawa wakusanyaji na wachakataji kwa mujibu wa sheria wanapaswa wao wanafanya kile kitu kinaitwa Data Protection Impact Assessment, au tathmini ya madhara ya taarifa husika endapo itaenda katika mikono isiyohusika. Tume inafanya nini kwenye mazingira kama haya? Kuna wakati nakumbuka Mark Zuckerberg aliwahi kuitwa kwenye tume huko kuhusiana na issue hizi za ulinzi wa taarifa binafsi. Yes. Sasa kwa pale najua Marekani alikuwa anawazungumzia watu wake wa Marekani, lakini Facebook imevuka mipaka. Yaani sisi tunafanya nini? Tume inafanya nini kwenye mazingira kama yale tunapoona mtu kama Mark ameitwa anahojiwa kuhusiana na wasiwasi wa mamlaka kuhusiana na taarifa za watu. Lakini anahojiwa kwa minajili ya watu wa Marekani. Lakini Facebook inakuwa imevuka mipaka. Sisi tunafanya nini kama taifa kupitia tume? Yes, that's a very good question. Sasa tume kazi yake ni kulinda taarifa za watu. Watu ni Watanzania. Watu wake. Okay. So inamaanisha kwamba taarifa za Watanzania zikiwa zinatumiwa vibaya na Facebook, na maana sisi kama tume tunaenda kudili na Facebook. Okay. Yes, tuna nguvu hiyo kama tume. Kama tume tunayo nguvu kwa mujibu wa sheria. Okay. Lakini kama unavyofahamu hilo ni kampuni kubwa na wana autonomy fulani. Kama anaweza kaambia bana sawa basi mimi nitakuwa store service katika nchi yako. Ndio maana umeona nchi nyingine nasema tumeifungia Twitter, tumeifungia sio nani. Kwa hiyo anakuwa ile basi kama amtaki kuabide kwa sheria zetu tunawafungia. Kama nataka kuabide kama Brazil, umeona Brazil wamekuwa na ugomvi mkubwa sana na Facebook na Twitter kwa sababu ya hiyo. Kwa hiyo inafikia point kwamba either unamwambia bana kama unataka uendelee lipa fine na acha hichi kitu. Kwa
Kwa hiyo sisi tuna kitengo mahususi cha masuala ya tafiti na teknolojia. Sio tu mpaka Masud uje ulalamike kwamba bwana taarifa zangu zimetumika vibaya. Japo tunapokea malalamiko yako na tunayashughulikia. Lakini na sisi pia tunafanya tafiti zetu na kuangalia je kuna violation ya hizi personal data, kwa sababu kutokana na teknolojia kwa kubwa watu wanaweza wasifahamu kama taarifa zao zinatumika vibaya. Yeah. Kwa sisi tukifanya hiyo utafiti na tukabaini kwamba kuna matumizi mabaya, sisi tunaruka na ile taasisi ambayo inatumia vibaya taarifa za watu wetu. Tuzungumze kuhusu minor. Maana sasa hivi mimi na yeye ni watu wazima. Lakini unajua katika maisha yetu ya sasa watoto chini ya miaka 18, mimi watoto wangu wana hizi devices 16 10 ngapi, kwa sababu nimekuja kugundua kwamba faida ni nyingi kuliko hatari. Yaani naona kabisa kwamba mtoto wangu akiwa na access na simu au tablet namfundisha vitu vingi sana. Lakini kama unavyosema hatari na yenyewe pia inakwenda nayo. Hapa kwenye watoto tunafanya. Kwenye watoto kwanza kabisa kama unavyofahamu, kwa sababu yeye kujaza na kutoa tu taarifa mpaka za baba yake nadhani na mama yake ni rahisi zaidi. Ni kweli. Na kwa sababu hiyo kuna baadhi ya nchi nimeona kwenye news juzi nimeona wamewazuia from 16 kwenda chini, hawaruhusiwi kabisa kutumia social media. So hizo ni actions ambazo zinafanyika Australia. Nadhani UK kuna sio nchi moja, ni several tu ambao wamefanya hivyo. Kwa hiyo wameassess, wameona hii bwana tatizo lazidi kuwa kubwa hili. Kwa hiyo wameamua kuban matumizi kutoka kwa watoto. Lakini kwa upande wetu sasa sisi hatua ambayo tumeshafanya so far, tumeboresha mwezi wa 8 bungeni walipitisha amendment za sheria ya makosa mtandao. Kuna ile kifungu cha 13 na 14 nafikiri wamekiongeza. Ambacho hicho sasa kinaongeza ulinzi kwa yule mtoto, kinamlinda zaidi hususan katika mitandao. Kwa hiyo chenyewe kinaanza kuangalia kuanzia kwenye grooming, manipulation, kwa sababu before ilikuwa tunaongelea tu child pornography. Lakini ilikuwa ijaenda katika muktadha mzima wa kumrubuni mtoto. Kwa sasa hivi sheria imepanuka, sasa ukifanya chochote cha kumrubuni mtoto kwenye mtandao, jamaa wanapita na wewe kwa mujibu wa ile sheria. Lakini kwenye upande wa sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, inachofanya yule mtoto pia ni data subject. Kwa hiyo yule mkusanyaji au mchakataji anapaswa aangalie the interest of the data subject, maslahi mapana ya yule mhusika wa taarifa. Mtoto anaweza asiwe ana hiyo kitu kinaitwa consent, sababu consent lazima uwe above 18. Lakini kwa mujibu wa sheria anatoa consent kumpitia yule either guardian au mzazi. Lakini sasa wakati mwingine inaweza kuwa guardian ni famba. Unajua tuna mambo yetu yale mnataka mlete mzezo wa uongo na nini. Sasa mkusanyaji anapaswa awe na initiative ya kujiridhisha kwamba huyu ni mwenyewe. Kwa hiyo anawajibika kufanya hiyo safeguards kuhakikisha kwamba huyo kweli kama ni mzazi au kama ndio guardian ni kweli ni yeye anayehusika. Kwa so far tunaendelea na hizo actions, lakini truth of the matter ni kwamba kwa sisi ambao tuna watoto wakati mwingine ni vizuri wazazi walezi ni vizuri kujifunza. Sasa kuna hizi parental controls, kuna vitu ambavyo viko already, hizo ni programs na software ambazo ziko already kumlinda mtoto pale. Kwa hiyo zinamlinda mtoto ili asitoe illicit content wala access kuangalia ile content ambayo itamharibu yeye. So ni muhimu wazazi sasa tujifunze hizo na tuweze kuzitumia kwa mtoto wetu. Otherwise bora wasitumie kabisa hizo vifaa. Nimeona kwenye mataifa ya wenzetu wazungu, na nadhani huo mfano tu ambao tumeutoa wa nchi kama Australia, nadhani nimeona na Australia na nchi gani nyingine ambazo zimezuia kwa chini ya miaka 16. Ingawa nadhani na sisi tutafika huko. Na unaona wao wana hatari zaidi. Yaani mtoto kuchukua bunduki na kutoka na kwenda kufanya mauaji darasani kwa sababu ya kuwa influenced na anachokiona kwenye mtandao. Sisi hatujafika huko bado. Lakini pia tusijidanganye. Of course. No, unajua kaka Masud Kipanya, kuna mambo mengine ukiyasikia ni magumu. Kuna a very live example ya mtu ambaye alijiua kwa sababu ametumia mitandao, kumbe ana chat na robot. Namkumbuka yule mtoto. Yule actor wa Game of Thrones. Yule mtoto alikuwa anajua ana chat na yule actor. Na alikuwa mdogo, ni chini ya 18. Chini ya 18, yes. Akajiua. Just yeye ana interact na technology akaamua kujiua. You see? Chatbox hizo. Yes, hizo chatbots hizo. Kwa hiyo ina maana yeye amejiua. Chatbox au chatbot? Okay, yani chatbot
Ni kama robot. Ni kama robot unayechat naye, sio binadamu. Okay. Kwa hiyo imekuwa programmed kwamba ukiuliza hivi jibu hivi, ukiuliza hivi jibu hivi. Kwa hiyo imeshajifunza, kwa hiyo tayari inajua namna. Sasa yenyewe imekuwa advanced zaidi. Maana ile ina kama ina willpower. Una feel kabisa naongea naye. Unaongea na wanatongozana, wanaambiana hivyo na kwa sababu kuna sehemu unakuta yenyewe haiendi kibinadamu. Huyu dogo akaona hii hapana, hii hajimalizi. So it is deadly. It is deadly. Na pia kuna incident nyingine robot likaa limejiua lenyewe tena. Yes, limejiua kwa sababu ya manipulation. Lakini what is this telling us? Hii inatuambia kwamba kuna upeo mkubwa sana wa kumanipulate watu. Kwa sababu kama mlivyokuwa mnaongea hiyo echo chambers na nini, inakupeleka katika direction fulani. Kwa hiyo inakupeleka direction unayotaka wewe, alafu na yenyewe pia inaweza kupeleka kwenye direction unayotaka yenyewe. Ndio hiyo baadaye wakati mwingine unaweza ukatengeneza wauaji, ukatengeneza radical people. Tukipata nafasi siku za baadaye nitatamani tukae tuzungumze kuhusu akili mnemba. Kwa sababu haya matatizo yote yanatokana na AI. Yes. Artificial intelligence ambayo imeshaanza kutuingia. Tuko katika ulimwengu ambao ni wireless. Unajua Yeah. Yaani kuna namna, kuna vitu vina akili sambamba na akili ya binadamu au hata zaidi ya akili ya binadamu. Na mtaalamu mahususi wa eneo hilo. Yaani nitatamani sana, mimi naomba mniletee huyo. Tuje tuzungumze naye kwa sababu ya kujifunza na unajua sisi tuko nyuma sana. Kwa hiyo tukibaki nyuma sana ni hatari. Ni vizuri sana kujua. Kwa sababu fikiria mtoto kama huyo, na mbaya zaidi, hiyo AI imeshaanza kuvuka mipaka ya lugha. Of course. Sio tena yani ana uwezo wa kuchat na wewe Kiswahili. Kabisa. Ndio? Yes. Lugha yoyote ambayo utataka anaongea. Yes, ile content alionayo inaweza kaenda katika lugha yoyote duniani hapo. Sawa. Nitamtafuta, nitamhitaji huyu mtaalamu. Naomba nikushukuru sana, muda umetuishia hapa, ingawa nitatamani kujua Engineer Steve kama kuna chochote ambacho natamani kuwaambia wa Tanzania. Unasema nikipata nafasi watu, kuna hiki kitu watu hawakijui. Wanakwenda kwenye kitu gani ambacho natamani kuwashtua ndugu zako wa Tanzania? Mimi nashukuru kikubwa ambacho kwenda sasa kwa Tanzania ni kwamba sheria ipo. Mimi nitoe wito tu waweze kupata nafasi ya kuipitia, maana lazima watu wajue haki zao. Kuna pati nzima sheria tunaziandika kwa lugha nyepesi. Yes, unatujua wa Tanzania ni Kiswahili ni kirahisi kabisa. Inaweza kama ni Kiswahili bado lakini ikawa iko ina lugha yenyewe hapana, yenyewe ni simple kabisa. Kwa mle kuna do's and don'ts, mtu anakuwa anajua. Ndio? Anajua what is my right. Yani mimi kama data subject na haki zipi. Inaitwa haki za mhusika wa taarifa. Okay. Ili wewe ukienda hata unaenda unapata huduma ya hospitali au huduma ya malazi au kwenye nyumba ya ibada kokote kule, unajua haki zako ni zipi. Nadhani hiyo ni very 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 principle. Lakini nyingine labda nitumie fursa hii sasa kwenda kwa wale wanaitwa wakusanyaji na wachakataji. Kwamba tutakuwa tuna warsha kubwa. Mheshimiwa Rais alitoa deadline ya tarehe 31 Disemba. Ndio. Kwamba wale taasisi zote ziwe zimesajiliwa na tume. Na tukiwa tunaelekea kwenye deadline, tumeandaa warsha tarehe 17 na 18. Wapi? Itafanyika Superdome pale Masaki. Kwa hiyo katika hiyo warsha tutawafundisha sasa sasa kwa mfano Credit Info yeye ni mchakataji. Ina maana yeye ana mtu anaitwa Data Protection Officer ama afisa ulinzi wa taarifa. Sasa yeye ni muhimu aje ikiwezekana na baadhi ya wajumbe wake wa management ili wahakikishe ni vitu gani wafanye ili kulinda taarifa za mtu. Okay, nitaomba mwaliko tafadhali. Sawa. Ili tuweze kuzifikisha hizo taarifa kwa watu wengi zaidi. Ni muhimu sana. Sawa. Nikushukuru sana Engineer Steve, mkurugenzi wa usajili na uzingatiaji, lakini pia nimshukuru rafiki yangu Innocent Mungi, mkuu wa uhusiano na mawasiliano, tume ya ulinzi wa taarifa binafsi. Tulikuwa naye mwanzoni kabisa. Kwako wewe, endelea kuyafungua masikio yako. Ulimwengu tuliokufikia sasa hivi ni mgumu sana. Unaambiwa taarifa binafsi ni zaidi ya dhahabu, gharama yake, kwa sababu watu ukitaka kukuuzia kitu lazima wakujue. Sisi ndio bwana. Sahihi kabisa. Ukisearch tu pale, nimeona ukiandika tu ugonjwa fulani, basi baada hapo utashangaa kila ukifungua unaletewa dawa zake. Kwa sababu jamaa amenijuaje? Ni kwa sababu ya wewe mwenyewe unaingia. Kwa hiyo kuwa makini kwenye unapojaza taarifa zako, unapotaka kuingia kwenye mitandao mbalimbali ama unapotaka kupakua applications, hasa za bure ni mbaya zaidi. Zote ni mbaya, lakini kuwa makini unatoa kiasi gani. Tumefundishwa hapa kuna taarifa za kawaida,
na kuna taarifa nyeti zinazokuhusu wewe. Pengine jina lako sio issue, una miaka mingapi sio issue, unakaa wapi sio issue, lakini ziko nyingine ambazo kama alivyosema Steve, nyingine za kuhusiana na afya yako. Unaweza ukatengwa, unaweza ukanyanyapaliwa, au unaweza ukashangaa kufika watu wanakuangalia tu wamejuaje. Exactly. Ni kwa sababu umejiuza wewe mwenyewe paka za kifedha, watu wanaweza kukufuatilia wakajua. Yes. Ni washukuru wote ambao wameshiriki kukuletea hii Credit Info Fireside Chat. Mimi naitwa Masud Kipanya, mpaka wakati mwingine, bye bye.